Tukio ambalo limeacha mashabiki wengi wazi na kutofahamu kitu gani ambacho kinaendelea. Moja kati ya show ambayo ilifanyika kule nchini Uganda ya Diamond Platnumz baada ya siku ya jana kuisha. Sio moja kati ya show kali sana ambayo ameifanya msanii kutokea Tanzania Chibu D. Sasa kitu ambacho kifahamu, msanii mmoja kutokea Uganda anaitwa Allen Tonix ameibua gumzo kidogo baada ya kueleza hisia zake kwa kufuatilia zaidi na kuona kwamba mbona kama ile show ya aliyoifanya Diamond usiku wa kuamkia jana amepewa fedha nyingi kulingana na yeye ambavyo amepewa za kwake. So hii imeinua hasira zake na kufuatilia kwa zaidi sana kuhusiana na tamasha la huko Uganda. So star huyo Diamond Platnumz alilipwa kiasi cha shilingi milioni 700 za Uganda, sawa na zaidi ya fedha za Tanzania milioni 600 kwa kushiriki kampeni ambayo inahamasisha kahawa nchini humo. Lakini pia kupitia ukurasa wa X zamani kama Twitter, Tonix aliandika kwa hasira akisema kwamba na nukuu alichokizungumza akisema kwamba na wanakuja kunipa chini ya $1000 nikikataa wanasema anajifanya. Akaandika akasema acheni ujinga. So hii ni kauli ambayo imeinua utata sana baada ya msanii huyo kutokea Uganda kuandika kwamba kuna namna wasanii wageni wakija wanathaminiwa sana, lakini yeye anapewa fedha za kawaida ndogo, lakini akikataa wanamuona kama anajifanya. Umevimba ustaa. Sasa kauli hii imezua mjadala katika mitandao ya kijamii, lakini wapo ambao wanaoona hatua hii ya kumleta Diamond Platnumz au ni sababu ya kuvutia macho ya watu wengi sana kimataifa. Tunafahamu pia Diamond amekuwa influencer mkubwa sana, ngoma zake ambazo anazifanya zimekuwa zinatoboa mbali kwa mbali na zinaenda kimataifa, lakini pia hata yeye mwenyewe ameshiriki matamasha makubwa sana ambayo yanafanyika hapa London na matamasha Manchester kule, sehemu kibao ambayo unaweza ukapenetrate ukaenda kimataifa na watu wakakufahamu. Kwa hiyo akazungumza inaweza ikawa pia hiyo ni sababu ya Diamond kupewa kipato kikubwa zaidi ya wasanii ambao wanatokea Uganda. So lakini pia wengine wanasema kumdhalilisha vipaji vya ndani, ikiwa na maana na vipaji ambavyo viko pale Uganda kulipwa hela ndogo, lakini msanii mgeni analipwa hela kubwa. Wengine walikumbusha kuwa kuboresha maisha yao, lakini serikali ikalipa kiasi kikubwa kwa mgeni ambaye hana uhusiano moja kwa moja na wao, au sio bana? Tukio hili liliibua maswali juu ya kipaumbele cha serikali na umuhimu wake kwenye wasanii wa Uganda, lakini pia kwenye muziki wa Uganda. Kwa nini ulipwe hela nyingi alafu sisi tunalipwa hela kidogo? So hii ni moment ambayo watu wengi sana wanaizungumzia huko Twitter na blogi mbalimbali ambazo zinapandisha muziki, lakini pia zinapandisha update kule Niger. Wamezungumza sana kwa nini Diamond amelipwa hela nyingi sana kulingana na wasanii wetu, alafu somzao hapa imekuja kama kufanya tu tamasha na kuondoka. Hii imekaaje? Ana ukubwa gani Diamond Platnumz? So mimi nahitaji maoni yako kwenye Bongo Plus TV. Unahisi Diamond alistahili kupewa hiyo fedha ambayo wamemtajia hapa kulingana na ukubwa wake, ama kuna namna inahitajika waringane na wageni ambao amewakuta Uganda? Mimi naitwa Riziki bwana Libya Kitengo. Hii ni Bongo Plus TV.